Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, na bado tunaendelea kukujuza kile ambacho kimetokea nchini Venezuela, ambapo serikali ya Venezuela imetangaza kuingia katika hali ya tahadhari kubwa ya kiusalama baada ya kuripotiwa kwa milipuko na hatari za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hatua hiyo imekuja kufuatia madai ya serikali kuwa Marekani imehusika katika vitendo vinavyohatarisha usalama wa taifa hilo la Amerika Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, mnamo Januari 3, 2026, milipuko kadhaa ilisikika katika mji mkuu wa Caracas pamoja na majimbo ya Miranda, Aragua na La Guaira. Wakazi wa maeneo hayo walisema waliona moshi mzito na kusikia sauti kubwa za milipuko, huku ndege za kijeshi zikionekana zikiruka kwa kimo cha chini karibu na kambi kuu muhimu za jeshi. Maeneo yaliyotajwa ni pamoja na kambi ya anga ya La Carlota na kambi ya kijeshi ya Fuerte Tiuna, ambazo ni miongoni mwa vituo muhimu vya ulinzi nchini Venezuela. Tukio hilo liliibua hofu kubwa miongoni mwa raia na kusababisha serikali kuchukua hatua za haraka za kiusalama. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameshutumu Marekani kwa kuendesha kile alichokiita uchokozi wa kijeshi wenye lengo la kuvamia nchi yake na kudhibiti rasilimali zake muhimu, hususan mafuta na madini. Maduro alisema kuwa Venezuela haitakubali kamwe kuingiliwa na taifa lolote la kigeni. Kutokana na hali hiyo, serikali ilitangaza hali ya dharura ya kitaifa dhidi ya vitisho vya nje. Hatua hii inaipa serikali mamlaka ya kuchukua maamuzi ya haraka ya kiusalama, ikiwemo kuhamasisha jeshi lote, polisi na vikosi vya ulinzi wa taifa kuwa tayari muda wote kwa vita. Serikali pia iliamuru utekelezaji wa mpango yote ya ulinzi wa taifa, ikihusisha sekta za kijamii, kisiasa na kijeshi. Raia waliopitia mafunzo ya kijeshi walioombwa kuwa tayari kushiriki katika kulinda nchi yao endapo hali itazidi kuwa mbaya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema endapo mvutano utaongezeka, mapigano yanaweza kuchukua sura ya vita vya misituni ambavyo vinahusisha mashambulizi ya kushtukiza na ushiriki mkubwa wa raia, sawa na ilivyowahi kutokea katika vita vya Vietnam. Mtazamaji wetu, bado tutakuletea taarifa zaidi hapa baadaye kutoka nchini Venezuela, ambapo vita vimeanza rasmi kati ya Venezuela pamoja na Marekani. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.